sana kwenye tafakari ya ukweli na kuletea mada inayosema acha ukichaa, mbona inawezekana. Pendwa katika Bwana, mada hii ni ya muhimu sana kuweza kufahamu jinsi ya kuishi kama Mungu alivyotaka, maisha ya furaha, maisha ya mafanikio, maisha yaliyojaa nguvu za kimungu. Wakristo wengi wanaenda kanisani kama mazoea. Hawaoni ushindi mkubwa ambao Mungu anawatakia katika maisha yao, katika masuala ya kifedha, katika masuala ya mahusiano, katika masuala ya kifamilia kwa ujumla. Mungu anataka ufanikiwe katika kila eneo la maisha yako, kila eneo la maisha yako, ili uweze kuzitangaza sifa zake. Mungu anataka ufanikiwe, na sio hilo peke yake. Mungu anataka wewe uwe sumaku ya mafanikio, uweze kuvuta mafanikio kwako, sio wewe uanze kufukuza mafanikio. Watu wengi sana wamemwacha Mungu kwa sababu wanafukuza mafanikio. Wako busy kutengeneza pesa. Sawa, wanakwenda kanisani, wanatoa zaka, wanahudhuria semina na ibada za katikati ya wiki. Sawa, lakini ndani yao kuna hali fulani ya utupu. Hawana amani inayodumu. Mungu anataka tuwe na amani ambayo inatiririka kama mto wa maji. Mto wa maji huwa pungue, maji yanatiririka. Sasa Yesu anatumia mfano wa maji kuthibitisha kwamba hii ndio hali halisi ya mtu ambaye anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tuende kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 4. Tumuone yule mwanamke ambaye alikuwa anahangaika na wanaume wengi. Tuende kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 4. Kuanzia mstari ule wa 11. Yule mwanamke akamwambia, Bwana Yesu, huna kitu cha kutekea maji na kisima hiki ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Nirudia, nianzie mstari wa 10. Akajibu, nianzie mstari wa 9 itakuwa nzuri zaidi. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, hiyo ni Yohana sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 9. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Mimi ni mwanamke Msamaria. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye sasa nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea maji na kisima hiki ni kirefu, wala kamba huna. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anayekunywa maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa kuwa umekuwa na wanaume 5, na hata uliye naye sasa hivi sio mume wako, ni mchepuko. Hapo umesema kweli. Haleluya, Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu anaongea na mwanadamu kama anavyoongea na wewe. Anamwambia hivi, ungelijua ni nani anayekuomba maji, ungejua ni nani na yukoje na anaweza kukufanyia nini, usingehangaika na haya maji mengine.
usingehangaika na haya maji mengine, kwa sababu maji ambayo Yesu anasema kwamba anatupa ndani yetu yanakuwa ni chemchemi, inabubujika, 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 inabubujika. Sasa wengi hawajamuelewa Yesu katika hili neno analolizungumza hapa, na wamekuwa wanahangaika kutafuta pesa, wanapata pressure, mpaka wengine wanapata vidonda vya tumbo. Hii inatokana na nini? Inatokana na kutokumjua Mungu. Kwa sababu Mungu kama Baba yetu aliye mbinguni ana kila kitu, na anataka tuwe na kila kitu kama watoto wake anayowapenda. Mpendo katika Bwana, kama ulikuwa unaenda kanisani, ulikuwa unaenda kanisani bure, leo nataka usiendelee kwenda kanisani bure. Kuna faida. Kuna faida ya kwenda kanisani. Na kama hujui hiyo faida, leo nataka nikupe hiyo faida. Nataka nikupe hiyo faida. Naomba tusikilizane sana. Wataalamu ambao hawamjui Mungu, wataalamu wa sayansi. Sayansi ina miaka karibia 300. Sayansi. Lakini miaka 10 iliyopita, mwaka 1991, 2001, miaka 10 iliyopita, sio 2001, 21 something like that, 10 na ngapi sijui, lakini ni miaka 10, kutokana na mtaalamu mmoja wa sayansi ambaye ni bingwa wa mambo ya sayansi. Amefanya kazi katika maeneo mengi mbele ya sayansi katika nchi ya Marekani. Anasema hivi: sisi tumeumbwa na nguvu za kimungu ndani yetu, na Yesu amezungumzia hilo. Tumeumbwa na nguvu ya kimungu ndani yetu. Hakuna kitu ambacho kinapaswa kitushinde, yaani hatuna mpaka. Na anakubali maneno haya mwana sayansi, amwamini Yesu, lakini amethibitisha kwamba hilo lipo. Anasema hivi: tuna asili ya kimungu ndani yetu, anaita human divinity. Bwana ufahamu Kiingereza inaitwa human divinity. Tuna asili ya kimungu ndani yetu, na hii human divinity, hii asili ya kimungu ina uwezo wa kuvuka mipaka ambayo tunaiona katika akili ya kibinadamu. Kwa Kiingereza anasema hivi: it can transcend perceived limitations. Yaani hakuna mpaka. Na Yesu akasemaje? Amesema neno linafanana na haya, huyu mwana sayansi akasema hivi: yote yawezekana kwake aaminie. Hiyo ni Yesu amezungumza. Yote yanawezekana, yote, sio baadhi. Yote. Unataka nyumba ya ghorofa? Inawezekana. Unataka kuwa na gari la milioni 200? Inawezekana. Lakini kuna kanuni zake. Kuna kanuni zake. Twende kwenye kitabu cha Zakaria sura ile ya 9. Zakaria sura ile ya 9. Zakaria sura ile ya 9. Naomba unisikilize kwa makini mpendo katika Bwana. Zakaria sura ile ya 9. Kuanzia mstari ule wa 10. Mungu anasema hivi, taendelea sawa: na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraim, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali. Naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hadi miisho ya dunia. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi sasa nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Unaweza kuona Mungu anasema hivi, nitakurudishia maradufu. Anasema hivi, sharti uwe ni mfungwa wa tumaini. Narudia mstari ule wa 12. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Irudishieni ngome. Anasema
Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Mfungwa wa tumaini, yani ziangalie ahadi za Mungu. Mungu amesema hivi, nitakubariki kokote uendako. Sawa? Nitakuwa adui wa adui zako, nitapigana na wanaopigana na wewe. Mungu amesema. Sawa? Biblia inazungumza wazi kabisa kwamba Mungu anatuwazia yaliyo mema siku zote. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Labda tusome uweze kupata picha kwa nini hapa kuna neno la mfungwa wa tumaini. Twende kwenye Yeremia 29. Yeremia 29. Yeremia 29 mstari ule wa 10 hadi wa 11. Mstari wa 10, Yeremia. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwa rudisha mahali hapa, maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sasa Kiswahili imesema kwamba kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Biblia ya Kiingereza inasema hivi, to give you an expected end, yaani kukupatia mwisho ambao unapaswa utarajie, kwa sababu wewe ni mfungwa wa matumaini kama vile Yesu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jamani, naenda Yerusalemu. Mafarisayo na Masadukayo watanisulubisha, wataniua, lakini siku ya 3 nitafufuka. Kwa akili ya kibinadamu, Petro akamwambia, haitawezekana kabisa. Haitawezekana kabisa. Wakukamate, sisi tuko. Hamna, tupigana mpaka kufa. Yesu akamwambia, rudi nyuma shetani wewe. Unawaza mambo ya kibinadamu, wazi ya kimungu. Unaona? Yesu alijua kabisa kwamba ni kweli ataumia, ni kweli atateseka, lakini alikuwa na uhakika ya ahadi ya Mungu iliyotolewa kwenye Isaya 53 kwamba atafufuka. Kwa hiyo kama vile movie ukiangalia, unaona yule mnamuita ni star, anapigwa na unaonekana kama vile anashindwa, lakini baadaye anashinda kwenye movie. Sawa? Star anahangaika kweli, anahangaika, mwisho anawakomboa watu wake. Unasema yes, star huyo ameshinda. Sasa Yesu anajiona ni star. Anapitia magumu, lakini anajua mwisho wake ni mtamu. Anapitia magumu, lakini anajua mwisho wake ni mtamu. Ndio maana kwenye Zakaria pale anasema hivi, irudini kwenye ngome yenu nyinyi wafungwa wa tumaini, nitarudishia maradufu yale ambayo umepoteza hapo katikati. Unaweza kuona, anasema nitarudishia maradufu. Huo ndio mpango wa Mungu. Mungu anataka ujithibitishie kwamba Mungu anaweza kumtumaini yeye. Unapoacha kumtumaini unafanya dhambi. Ukisoma Warumi 14:23 inasema lolote lisilotokana na imani ni dhambi. Hiyo ni Warumi 14:23. Lolote lisilotokana na imani na matumaini katika Bwana ni dhambi. Kwa hiyo unapokuwa una wasiwasi, sijui itakuwaje, unafanya dhambi na hujaitubia, huku unaendelea kutoa zaka, hujatubia hiyo dhambi ya wasiwasi. Unaendelea kutoa zaka, unaenda kanisani, kwenye masemina unaenda, lakini dhambi ya wasiwasi hujaitubia na wala kuipigi vita. Unaona ni ya kawaida, sema mimi ni mwanadamu. Unasema mimi ni mwanadamu, lazima niwe na wasiwasi. Mimi ni mwanadamu. Hapana. Kilichozaliwa na roho ni roho. Ndio mwanamke alivyoambiwa. Kama Mungu ni baba yako, basi lazima uishi kama Mungu, mwana wa Mungu na ujasiri wa kimungu. Sasa napenda nikwambie hivi, hao wanasayansi wanasema hivi, mawazo ulionayo yoyote yale ni energy, ni nishati, ina nguvu ya kuweza kuvuta mazuri au mabaya. Kama mawazo haya ni mabaya, atavuta mabaya. Unamwazia mabaya mume wako, unamwazia mabaya rais wako, unamwazia mabaya bosi wako, unamwazia mabaya jirani yako, hayo mawazo yatafuta mabaya, kwa sababu unapanda katika field au shamba. Sasa huyo mzungu alifanya tafiti kwenye maabara. Kuna mashine ya kupima mawazo inaitwa EEG,
na ya pili inaitwa MRI. Kama unafahamu Kiingereza, iangalie kwenye Google. Inapima mawazo yako. Mawazo yako yana nguvu ya usumaku, inaitwa electromagnetic energy, yana nguvu ya usumaku. Kwa hiyo dunia nzima hii imejaa nguvu ya usumaku. Kuna mtandao wa nguvu ya usumaku. Kwa hiyo mawazo yako ulionayo ni kioo ambacho kinaonyesha hii nguvu ya usumaku, kwamba haya mambo nayataka. Kama unawaza mabaya juu ya mume wako, juu ya mtoto wako, juu ya baba yako, maana ni kioo umeweka ndani ya moyo wako, kinayavuta yale mambo, ina reflection. Naona unawaza mabaya. Ndio maana Mungu akasemaje? Twende kwenye Zakaria hiyo hiyo. Zakaria 8:17. Zakaria 8:17. Uweze kuona kwa nini Mungu anatupenda na anatuonyesha. Haleluya. Zakaria 8:17 anasema hivi, 17. Nianzie mstari wa 16. Mungu anazungumza hapa, kuanzia mstari wa 16. Anasema, haya ndiyo mtakayotenda. Kila mtu na aseme kweli na jirani yake, hukumuni kweli na hukumu ya amani malangoni mwenu. Wala mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake, wala msipende kiapo cha uongo, maana haya yote ndiyo ninayoyachukia, asema Bwana. Hiyo ni Zakaria 8:16 na 17. Kwa hiyo unapowaza mabaya juu ya biashara yako, sijui biashara yangu itakuwaje, sijui nitapata wateja, sawa? Unapowaza tayari umejiroga wewe mwenyewe. Tayari utaanza kuona migogoro kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Unapowaza labda hii bei ni kubwa, nipunguze, kila mtu anayekuja akiulizia, ukimwambia bei anaondoka, kwa sababu umeshawaza vibaya juu ya ile bei uliyoiweka juu ya biashara yako. Hata umeweka bei kubwa kiasi gani, weka hiyo hiyo, amini Mungu atawavuta watu, atakubali hiyo bei. Sawa. Sasa unapowaza labda nimeweka bei kubwa, mbona mwenzangu anauza 500, mimi nikiuza 700 hapa sitapata. Hiyo imani yako. Na Biblia inasema kwenye Warumi 14:17, 14:23 nasema kwamba lolote ambalo halitokani na imani lolote ambalo halitokani na imani ni dhambi. Unaposikiliza hapa. Kwa hiyo lolote unalowaza juu ya kazi, juu ya biashara yako, juu ya ukiwaza tu vibaya, tayari umetengeneza kioo ambacho kinayavuta mabaya yale ndani yako. Ndio maana kwenye Biblia inasema hivi. Tende kwenye Waefeso 3:21. Waefeso 3:21. Uweze kuona hii kanuni ambayo imegunduliwa na wanasayansi. Alafu sisi iko kwenye Biblia lakini tunaiangalia tu. Tuangalie Waefeso 3 mstari ule wa Waefeso, hii niko kwenye Kolosai hapa. Waefeso 3 mstari ule wa 20 hadi wa 21. Sikiliza sasa. Basi Waefeso 3:20 hadi 21. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoyaomba au tunayoyawaza, kwa kadiri ya nguvu yake itendayo kazi ndani yetu. Unaweza kuona hiyo inatosha 20. Ile nguvu inatokea ndani yako. Unawaza nini juu ya biashara yako, juu ya watoto wako, juu ya mume wako? Unawaza mabaya, tayari umetengeneza kioo cha mabaya, kinaonyesha mabaya tu kwenye ile electromagnetic field. Umepanda mabaya, unavuna mabaya kutoka kwenye mabaya. Hata kama utavuna leo, sawa, miaka 10 utakuta mabaya yanakuja. Hujawahi kuona mtu amejenga nyumba, amefikia kwenye lenta, imemshinda kujenga. Alikuwa anajiona anafanikiwa, anajenga anatambana, anaonyesha najenga ya kwangu, najenga nyumba. Anafika kwenye lenta, nyumba inaisha hapa. Miaka inaenda rudi, imebakia bado iko kwenye lenta. Tujamuona mtu amenunua gari, limepaki, ameshindwa kulitengeneza, imepaki pale mpaka linaozea pale pale. Unaweza kuona? Kwa hiyo ni nguvu itendayo kazi ndani yenu. Sasa wataalamu wa sayansi wanasema kuna electromagnetic field inafanya kazi, upende usipende. Na wanaweza kuipima. Sasa ile nguvu inayotoka ndani yako inakwenda kutoka pale ulipo futi 8 hadi 12. Futi 5 hadi 12. Futi 5 hadi 12. Sasa ukiwa na mawazo mabaya, sasa sikiliza. Ukiwa na mawazo mabaya inashuka frequency, wanaita electromagnetic frequency. Kwa hiyo yale mawazo yako, ndio maana moyo unasikia moyo unavyodunda unapokuwa na wasiwasi.
Zile ni frequency, ni frequency. Sawa, wanapima hizo ni frequency. Kama wanavyopiga mapigo ya moyo, wanapima mapigo ya moyo, wanapiga wanakuambia ni ngapi kwa ngapi. Sawa, wanapiga moyo. Kwa hiyo wasiwasi ulionao aina yoyote ule una daraja lake, frequency. Sasa ukiwa na mawazo ya huzuni, mawazo ya kushindwa, mawazo kwamba watu hawatanipenda, watu watanicheka, watu watanidharau, watu watanionaje, ukiwa na mawazo hayo, ile frequency inashuka chini, na ikishuka chini unavuta mabaya. Unajua nini? Siku zote bahari iko chini, mito yote ya maji iko juu, inapeleka maji baharini. Maziwa yote yanapeleka maji baharini. Kwa hiyo frequency yako ikiwa chini ya mawazo mabaya ya kushindwa, huna furaha ndani yako. Sawa, huna furaha ndani yako, tayari frequency yako iko chini, huwezi ukafanikiwa. Kama utafanikiwa ni kwa kitambo kidogo. Kama utafanikiwa ni kwa kitambo kidogo. Nimesemaje? Kama utafanikiwa ni kwa kitambo kidogo sana. Ndio hiyo unakuta mtu anaishia kwenye lenta. Ndoa miaka 2 tu wameachana. Ndio hiyo ni kwa kitambo kifupi. Sikiliza Ayubu sura ile 20. Kuanzia mstari ule wa 2 hadi ule wa 5. Sikiliza, anasema hivi, hiyo ni Ayubu 20 mstari wa 2 hadi wa 5. Kwa hiyo mawazo yangu hunipa jawabu. Unaona, mawazo yako yanakupa jibu unalotaka. Ukiwaza vibaya utapata jibu baya. Haleluya. Kwa hiyo mawazo yangu hunipa jawabu kwa ajili ya haraka nilionayo ndani yangu. Unaweza kuona, una haraka tu, unajibu tu kwa haraka haraka, unafanya mambo ukifikiri kwamba ndio utafanikiwa. Unafikiri kwamba kufanya kazi kwa bidii sana ndio utafanikiwa sana. Ndio mawazo ya kibinadamu. Wakati Yesu amesema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake kwa bidii, na hayo mengine yote yataletwa. Tunarudi kwenye Ayubu 20 mstari wa 2. Kwa hiyo mawazo yangu hunipa jawabu kwa ajili ya haraka nilionayo ndani yangu. Nimesikia maonyo yanayonitahayarisha, na roho ya ufahamu wangu hunijibu. Unaona, roho ya moyoni mwako inakujibu. Je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Tarudia mstari wa 5. Sasa hivi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Ndio maana Mtume Paulo anawaambia watu wa Mungu, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Ukijiona una furaha, tambua uko kwenye dhambi. Hujaitubia na hujui ni dhambi gani, kwa sababu usome Biblia. Ukijiona una furaha, tambua una dhambi ambayo hujaitubia. Hata kama hujui, muulize Mungu, atakwambia. Muulize Mungu, atakwambia. Ukijiona unapungukiwa furaha, furaha ndio ina nguvu ya kuvuta vitu vizuri. Haleluya. Furaha ndio ina nguvu ya kuvuta vizuri na kufukuza vitu vibaya. Hii nakwambia, hiyo ni Biblia, sio sayansi. Hiyo ni Biblia. Furaha ina nguvu ya kuvuta vizuri na kufukuza vitu vibaya. Twende kwenye Isaya 55 uweze kuona nguvu ya furaha. Isaya 51 uweze kuona. Sikupi maneno yangu, nakupa maneno ya Bwana yaliyo na nguvu. Isaya 51. Isaya 51 mstari wa 11 inasema hivi, nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba, onjeni muone Bwana yu mwema. Narudia tena, nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombayo. Narudia tena mstari wa 11. Isaya 51 mstari wa 11. Nao waliokombolewa na Bwana watarejea, watafika Sayuni wakiimba. Furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Watapata shangwe na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia.
bia. Sasa wewe mbona unakaa nazo? Zimekuganda. Unakula dagaa kila siku, mchicha ndio mboga yako, nyama mpaka siku ya Christmas. Huo sio mpango wa Mungu. Wapendwa kwa Bwana, huo sio mpango wa Mungu. Huo sio mpango wa Mungu kwako. Anataka wewe uwe shahidi wa wema wake. Wewe shahidi wa wema, unawaambia watu, angalia, Bwana amefanya hili. Jambo hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Haleluya. Mungu anasema hivi, jambo hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu. Jiwe lile walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Mungu anataka kufanyia maajabu. Haleluya. Mungu anataka akufanyie maajabu. Jiulize, kama Mungu yuko pamoja na mimi, kwa nini haya mambo yanaendelea kuwepo? Kwa nini? Jiulize. Naenda kanisani, natoa sadaka, natoa zaka, naomba sana, nafunga sana. Kwa nini haya mambo yanaendelea? Alafu huna tumaini hii hali kubadilika. Sasa nikwambie siri. Kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia, unaitafakari neno la Mungu mara kwa mara, Mungu atakupa nguvu ndani yako ya kutokukata tamaa, na yatatokea yale ambayo Bwana ameyapanga juu yako. Yatatokea usipozimia moyo. Mwangalie Yusufu. Ndugu zake wa tumbo moja wanamuonea wivu, wanamtupa kwenye shimo wakisema afie humo. Wanachukua mavazi yake, wanachinja mbuzi, wanayapaka damu, alafu wanampelekea baba yao. Wanamwambia mwanao Yusufu amekufa, ameuliwa na wanyama, nguo zake hizi hapa zina damu tele. Kumbe walishamuuza, walitaka kumuua, lakini Mungu akawabadilishia mawazo kupitia mmoja wao. Jamani, tusimuue ndugu yetu, nafu tumuuze. Wakamuuza aende nchi ya mbali. Unaweza kuona, lakini Yusufu alishaonyeshwa kwenye ndoto kwamba atakuwa mkubwa. Alishaonyeshwa kwenye ndoto kwamba atakuwa mkubwa. Anasema wanajisumbua tu hao. Kama vile Yesu alionyeshwa kwamba atakufa, watateswa, atakufa, lakini atafufuka. Akaangalia neno la Mungu, hakuangalia yale magumu anayoyapitia. Biblia inazungumza kwenye Warumi wa Ibrania 12, akadharau aibu ya msalaba. Akaidharau. Kwa hiyo watu wanaokusema vibaya, watu wanaokucheka, watu wanaokudharau, hata wewe waignore, wapoteze. Kwa sababu hata Mungu anawacheka. Sababu Mungu ana makusudi na wewe. Mungu anawacheka. Twende kwenye Zaburi ya 2. Mungu anawacheka watu wanaokudharau kwa sababu unampenda sana Mungu, unamtumikia sana Mungu, wanakucheka. Mungu naye anawacheka. Twende kwenye Zaburi ya 2 uweze kuona Mungu anavyocheka. Mungu naye anachekaga. Usifikirie Mungu amenuna kama wewe unavyonuna kwa sababu mume wako anakutesa. Zaburi sura ya 2 mstari ule wa 4 anasema hivi: yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nitaihubiri amri. Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Unaona, Mungu anasema niombe. Haleluya, niombe tu kwa imani. Omba, wewe ni mwanangu. Kwa sababu anawacheka wanakudharau, wanakucheka wachawi, wanakuja kukutembelea usiku. Sasa Mungu anawacheka. Sasa kaa na Mungu karibu, muone anavyocheka. Haleluya. Kaa karibu na Mungu, muone anavyocheka, na wewe ucheke peke yako. Sawa? Kaa karibu na Mungu, muone anavyocheka, na wewe utacheka. Watu watakuona huyu amekuwa mweu, ni anacheka peke yake. Unacheka na Mungu, sababu unaona watu, unaona kwamba haya yanapita. Haya yanapita. Napenda nikwambie, neno la Mungu lazima litimie. Uwe na matumaini kwamba Mungu atatimiza amri zake kwako, mapenzi yake kwako. Acha kunungunika, acha kubembeleza watu. Unajua ni nini? Kuna Wakristo ambao wamekuwa malaya. Napozungumza wamekuwa malaya, maana yake nini? Ni kwamba wanapenda kujipendekeza ili wapendwe na mchungaji.
Unajua malaya anatoa mwili wake ili apewe pesa. Sawa? Malaya anatoa mwili wake ili apewe pesa. Kwenye saikolojia wanaita prostitute archetype. Kwenye saikolojia wanaita prostitute archetype. Yaani pale ambapo unafanya kitu kumfurahisha mtu japokuwa wewe unaumia kwa sababu unamuogopa. Hauna tofauti na malaya. Umeiuza nafsi yako. Umeiuza nafsi yako. Wana saikolojia wanaita prostitute archetype. Pale unapoogopa watu ukajificha, wewe ni malaya. Kwa sababu unajua kwa nini mimi naendelea kujificha? Kwa nini tuendelee kujificha ficha? Yaani kuna watu unaogopa unawakwepa. Kuna watu unaogopa unawakwepa. Unawafikiria kwamba utakuwa salama kwa kuwakwepa. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, unamuogopa nani? Unamuogopa nani wakati wewe ni mwana wa Mungu? Unamuogopa nani? Angalia Abdul, mtoto wa Samia. Abdul mtoto wa Samia, atamuogopa nani? Atamuogopa nani? Mama yake yeye ndio rais. Atamuogopa nani? Anafanya anavyotaka. Semeni mtakavyosema, semeni, Abdul atabaki kuwa Abdul, mtoto wa rais. Wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo lazima ujue Mungu anataka kukuthibitishia kwamba yeye ni Mungu aliye hai, anayeweza kila kitu. Tuende kwenye Isaya sura ile ya 60. Isaya sura ile ya 60. Isaya sura ile ya 60. Mungu anataka akuthibitishie kwamba yeye yupo na anafanya kazi. Kuanzia mstari ule wa 15. Isaya sura ya 60 kuanzia mstari ule wa 15. Anasema hivi: na kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Utanyonya maziwa ya mataifa, utanyonya matiti ya wafalme, na utajua ya kwamba mimi ni Bwana, ni Mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo. Badala ya shaba nitakuletea dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya miti nitaleta shaba, na badala ya mawe chuma. Nitakuletea kilicho bora. Haleluya! Mungu anazungumza ili ujue kwamba mimi ni Bwana niliyekwambia sitakuacha wala sitakupungukia. Haleluya! Nasema nitakufanyia haya mambo. Nilikuwa naangalia leo, Mungu anasema nitakufanyia unusual things, yani vitu ambavyo sio vya kawaida. Sawa? Nitakufanyia vitu ambavyo si vya kawaida. Mungu anazungumza. Nitakufanyia vitu ambavyo sio vya kawaida. Kwa Kiingereza sema unusual. Ushawahi kuona wewe kuku anamfukuza mbwa? Au bata anamfukuza mbwa? Ushawahi kuona? Bata anamfukuza mbwa. Inawezekana? Haiwezekani. Bata amfukuze mbwa. Sasa hiyo ni unusual. Sio cha kawaida. Sawa? Sio cha kawaida. Sasa Mungu anauliza, wewe kama mwana wa Mungu, unapoona umeshindwa na magumu, umeshindwa kujiuliza, hivi kweli inawezekana kweli bata kumfukuza mbwa? Jiulize. Twende kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 20. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 kama sikosei. Kumbukumbu la Torati sura ya 32. Uweze kuona Mungu anataka ujiulize, hivi kweli bata anaweza kufukuza mbwa? Kumbukumbu la Torati sura ile ya 32. Sikiliza kuanzia mstari wa 28. Nasema hivi: maana hawa ni taifa wasio na ushauri mwema, wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili, hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao utakuwaje. Nitarudia tena mstari wa 28. Maana hawa ni taifa wasio ushauri, wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili, hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Mmoja angefukuzaje watu 1000? Wawili wangekimbizaje 10,000? Kama mwamba wao asingeliwauza, kama Bwana asingeliwatoa. Sasa asema, unapoona kwamba umeshindwa, wewe ni mwana wa Mungu, tambua kwamba ulimwacha Mungu zamani sana, ila hujui. Unapokuwa unaenda kanisani, unatoa zaka, unafunga na kuomba, kuna vitu ambavyo umevikosea, lakini hujui kama unakosea.
Sasa dada mmoja hapa anaonekana kwamba ni wa kiroho sana pale kanisani. Huyo dada anaonekana ni wa kiroho sana, anaomba sana. Sasa jana kauliza swali, tulikuwa kwenye semina ya wiki 3. Jana kauliza swali. Kauliza, inakuaje? Kuna mwalimu mgeni, ni mwalimu wa college ya Biblia. Akauliza swali, akauliza hivi, inakuaje mchungaji? Yaani mara nyingine nakuwa na hamu kweli ya kumwomba Mungu, lakini mara nyingine, siku nyingine nakuta imekata, sina feelings zozote za kumwomba Mungu, imekata kabisa. Nikapewa nafasi mimi ya kumjibu. Nikamwambia hivi, unapoona imekata hizo feelings, yaani huna hamu ya kumwomba, wewe una hamu ya kukaribia Mungu, kusoma Biblia unapoona zimekata hizo, maana yake ni hii: kuna kitu Mungu alikwambia ufanye ukifanya, au kuna kitu Mungu alikwambia uache ukiacha. Nikamwambia mwangalie Musa. Musa aliambiwa na Mungu, uambie huu mwamba utoe maji. Mwanzoni aliambiwa kwamba upige huu mwamba utoe maji, akaupiga ukatoa maji. Mara ya pili akatumia tu uzoefu. Mungu kamwambia uambie kwa maneno huu mwamba utoe maji. Yeye kwa sababu alikuwa amekasirika akaupiga tena. Wakati Mungu alikwambia sema na huu mwamba utoe maji. Mungu akamwambia hutaingia nchi ya ahadi, kwa hiyo umefanya kosa kuniheshimisha mbele ya hawa watu. Ukiniheshimisha mbele ya hawa watu. Kwa hiyo akaambia utafika. Kwa hiyo network imekata. Kwa hiyo nimekuwa namuona yule dada, nimekuwa namwangalia sana. Kuna vitu ambavyo anafanya na viangalia, lakini sinashindwa kumwambia, lakini nilihisi kitu kinaendelea. Lakini anyway, ninachotaka kusema ni hivi. Sawa. Ninasema hivi, Mungu anasema hivi, watu hawajiulizi. Hivi kweli kama mimi ni mwana wa Mungu, kwa nini napitia hali hii? Hawajiulizi. Wala hamuulizi Mungu. Hamuulizi Mungu. Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Ukimuuliza anajibu. Ukimuuliza anajibu. Mungu anataka umuulize. Sasa watu wengi hilo halimo. Sasa nakwambia hivi, lazima uwe na matumaini ya mema, kwa sababu hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Uwe na matumaini ya mema. Sasa tumalizie na Mithali sura ya 10. Nimeshaisoma hii Mithali, lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya, Mithali sura ya 10 mstari wa 22 unasema hivi: baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Narudia tena, baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Ukiona una huzuni, tambua hiyo baraka sio ya Bwana. Uko karibu na Bwana, uko mbali na Bwana. Ukiona una huzuni, una wasiwasi, una mashaka, maana yake uko mbali na Bwana. Sasa ambaye yuko karibu na Bwana, inatokea hivi mstari wa 28. Mithali hiyo 10 mstari wa 28. Nasema hivi, matumaini yao wenye haki yatakuwa furaha, bali kutarajia kwao wasio haki kutapotea. Nasikia matumaini ya mwenye haki, anayemtumainia Bwana kama mlima Sayuni. Matumaini yao yatakuwa ni ushindi tu. Nothing can go wrong, wazungu wanasema nothing. Yaani hakuna litakaloharibika. Sawa, mume wangu anachepuka. Sawa, bosi wangu hanipendi. Sawa, hali ya uchumi kutokana na serikali imekuwa sio nzuri sana. Wanasema vyuma vimekaza. Ni sawa, biashara ya dunia imekuwa mbaya. Ni sawa. Lakini mtu wa Mungu anasemaje ndani ya moyo wake? Anasema mimi ni mti uliopandwa kwenye maji yanayotiririka. Hata kama jua linawaka, mimi bado nitaendelea kustawi. Haleluya. Hata kama jua linawaka, mimi nitaendelea kustawi. Huo ndio matumaini ya watu wenye haki. Wanamtumainia Bwana. Wanasema mimi ni mti uliopandwa kando kando ya maji. Tazama matunda wakati wote, wengine wote watanyauka. Lakini mimi ni mti uliopandwa kando kando ya maji yanayotiririka. Sitanyauka, nitaendelea kustawi. Wote mpango wa Bwana kwako. Sasa kwa nini una huzuni? Wakati Mungu amesema kwamba hachanganyi na huzuni, baraka zake huwa hachanganyi na huzuni. Ukiona kuna huzuni ya aina yoyote, hiyo ni baraka ya Freemason. Hiyo ni baraka ya mganga wa kienyeji. Ngoja nikupe story ya kweli sasa. Dada mmoja tunasali naye. Mume wake alikuwa ameokoka. Akaenda kusoma nchi za nje. Aliporudi akasema mimi mambo ya kuokoka simo tena. Sawa? Ni story ya kweli, ni mtu dada tunasali naye.
Nasema hivi, mume wake alikuwa ameokoka. Tena alikuwa na hata mbele ya madhabahuni mzee wa kanisa anahubiri. Sawa? Akaenda kusoma Ulaya. Alipoenda kusoma Ulaya, aliporudi akasema mimi na Mungu bwana sitaki. Sawa, mimi na Mungu tena mambo ya Mungu sitaki. Mke wake anaweza kumleta mke wake na gari kanisani lakini yeye anarudi. Anamleta mke wake na kanisani na gari lakini yeye anarudi. Sawa? Sasa unajua michepuko ilivyokuwa na kazi ngumu. Kapata michepuko. Michepuko ikaanza kumchuna. Sasa hela ikaanza kupungua. Gari akauza. Sasa akaanza kwenda kwa waganga kienyeji. Sasa kaenda kwa waganga kienyeji, anajifunika mashuka meusi tupu. Ameanza kujifunika, anavaa na kanzu, amekuwa Muislamu sasa hivi, anavaa na kanzu. Sawa. Sasa siku moja wakati hiyo katika kipindi hicho cha mwanaume anajifunika mashuka meusi, zikatokea nyoka mbili mle ndani. Mwanamke anataka kuziua, mwanaume anamwambia hivi, nimeambiwa na waganga tusiziue hizi nyoka, nizipe unga, zile zitaondoka zenyewe. Kweli alipozipa unga, kweli zikapotea zile nyoka. Historia ni ya kweli na imetokea, haijamaliza hata wiki. Hajamaliza hata wiki hiyo story, nakupa story. Kwa hiyo unaweza kuona waganga wanafanya vitu ambavyo kweli vinatokea. Anawaambia hivi, dawa nimekupa hivi, jifunike nguo nyeusi. Alafu zitakuja nyoka kuthibitishia kweli kazi niliyofanya ni sahihi. Mambo yatatokea kukuthibitishia, zitakuja nyoka mbili. Zikija usiziue, zipe tu unga. Huo ni ushuhuda, ushahidi kwamba dawa nilifanya nafanya kazi, yale uliyoyaomba utayapata. Unaweza kuona jinsi gani? Inawezekana mtu anaweza kwenda kuomba ufilisike ili atajirike. Sasa wewe una kinga. Wachawi wana nguvu. Sasa wewe kaa kimya tu. Kama ukai vizuri na Bwana, itakula kwako, mume wako atachukuliwa. Haikupita muda, mwanaume ameanza kurudi saa 8 za usiku. Saa 8 za usiku, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwanamke akamwambia hivi, leo ulale huko. Sitaki uingie humu ndani. Mwanaume akasema sawa, kaenda. Imefika wiki kama karibia na mwezi hivi, baada ya kuanza kulala huko nje, amehamia huko sasa. Mwanamke anabembeleza, anaita wachungaji, mashehe, ndugu za mwanaume. Mwanaume anasema sitaki kujadili hili swala. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo, na wana watoto watatu. Mama ni mlokole mzuri, sawa, ni mwalimu, lakini ndio hivyo, ndoa imekufa. Kwa hiyo napenda nikwambie ndugu yangu mpendwa, kaa macho. Bwana anakuwazia aliyo mema. Je, uko karibu na Bwana? Uko karibu na Bwana? Kama uko karibu na Bwana, sasa endelea kuangalia hii channel. Itakusaidia sana uweze kuwa karibu na Bwana na uyaone yanatimia ambayo Bwana ameyasema. Kwa maana Bwana ni mwaminifu. Ahadi zake ni za kweli na fadhili zake zinadumu hata milele. Zaburi ya 23 inasemaje? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huo ni mstari wa kwanza. Mstari wa mwisho wa 6 anasema hivi, hakika fadhili za Bwana na wema wa Bwana utanifuata siku zote za maisha yangu. Sio wewe uanze kukimbiza baraka. Baraka zitakufuata wewe. Kaa karibu na Bwana, utakuwa sumaku ya kuvuta baraka. Kama huamini, endelea kulia, endelea kujaa huzuni. Hilo ndilo neno la Bwana. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa mapema sana. Nikutakie heri katika maisha yako ya Ukristo.